Lingine ambalo tunalo ni ombi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia dhana ya maridhiano ambayo muasisi wake ni yeye mwenyewe. Sisi wazee wa mila kwa 12 za Wakurya Tarime tunakuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikikupendeza, kupitia dhana ya maridhiano umfikirie kijana wetu wa Kitanzania ndugu Tundu Lissu ambaye amekaa ndani kwa muda mrefu na huenda amejifunza na kubadili tabia yake ya kutotambua viongozi walioko madarakani, ili aweze kuwa huru na ajumuike na Watanzania wengine kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na kuendeleza amani iliyoko kwa taifa letu kama tunu ya taifa letu. Mimi kutokana na kikao chetu hiki ambacho tumekutana leo hapa, mimi ninachoona ni kwamba mimi hasa sana ninajaribu kutoa hamasa sana kwa vijana. Vijana wetu, rais wetu tulionaye ni rais ambaye anapenda nchi yake na anapenda watu wake. Vijana wetu wasiwe wepesi wa kudanganywa. Wanadanganywa na baadaye wanaenda kufanya mambo ambaye hayapendezi kwenye nchi. Matokeo kama haya yaliyotokea siku hii ya uchaguzi ni kwa sababu ya mambo tu ya kudanganywa na watu, unasukumwa wanaenda kufanya mengine. Mtu mwingine yuko kwake amekaa huko Ulaya, lakini anafanya msukumo usiokuwa na msingi. Kwa hiyo ninachoomba ni kwamba vijana wetu waache kabisa mambo ya kudanganywa na kwenda kufanya mambo ambaye yanasababisha kuvunjivu wa amani. Ninachoomba ni kwamba sisi kama wazee wa mila, kitendo hicho hakitufurahishi, kwa sababu sisi kawaida yetu sisi ni amani. Sisi tuko amani kabisa, na viongozi wetu tunawapongeza kwa kunani hii amani. Nchi ya Tanzania ni nchi ya amani. Amani ni tunu ambaye tulipewa na muasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tusipoangalia tutakuta nchi yetu ya Tanzania ambaye ni amani na inatamaniwa na nchi zingine, sisi kuiweka kwenye sehemu ambayo sio matarajio. Kwa hiyo sisi tunachoomba ni kwamba vijana wetu wa Kitanzania tusikubali kudanganywa na kuweza kufanya mambo ambayo ni uvunjivu wa amani. Hiyo mimi nimetoa ridhaa kwa vijana, na vijana wajaribu sana kukubali. Na rais wetu ni rais ni ambaye yuko imara pamoja na vyombo vyake vya ulinzi na usalama. Na tunaomba vyombo vya ulinzi na usalama viwaangalie watu hao wanaotaka kuifanya Tanzania ikose amani. Mimi navyoangalia, kwanza namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kulingana na jinsi anavyoleta maendeleo katika nchi yetu pamoja na serikali yake yote kwa ujumla. Watu ambao wameleta machafuko, ambao wanatutaka kutusababishia mambo ambayo yanataka kutuvunjia amani, wakati sisi tulipata uhuru wetu bila kumwaga damu, wanafuata masuala ya nchi zingine. Sisi hilo tunalikemea kabisa. Vijana wetu waendelee kudumisha amani pamoja na Watanzania wote kwa ujumla, ili amani iweze kutawala. Ndio tutapata maendeleo na tuendelee kudumisha amani kwa ujumla. Na kitu ambacho nataka kukizungumzia ni kwamba sisi nchi yetu tuna uhuru wa kutosha, na watu wote wanaendelea vizuri na maendeleo yanaendelea vizuri, na hatutaki kusikia tena vijana wetu kutoka kwa ya 12 ya Wakurya wote kwa ujumla wanaleta masuala kuvunja amani, kama John Heche anavyotaka kuvunja amani yetu, kitu ambacho ni batili kabisa, na hilo tunalikemea tena kwa ujumla. Hatutaki kabisa kulisikia.